إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ndugu Waislamu, leo biidhnillahi taala katika makamu hii, makamu ya khutbat al-Jum'a, tutakumbushana khutba iliyobeba kichwa cha habari ni kwa nini tunaofuata wema waliotangulia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumehimizwa kuwafuata wema waliotangulia katika kila ibada na katika kila jambo letu la dini. Tunasema tunawafuata wema waliotangulia لأن الله تبارك وتعالى أثنى عليهم وفضلهم على سائر الأمم وأمرنا باتباعهم لأن في اتباعهم عصمة من البدع والضلال. tunafuata wema waliotangulia kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia, na katika kusifiwa kwao ni dalili juu ya ubora wao, kama wanavyosema wanazuoni wa usul, man wasafahu Allah fahuwa almawsufu ala alhaqiqa, aliyesifiwa na Allah kwa hakika huyo ndiye aliyesifiwa kwa uhakika. Kwa hiyo tunafuata wema waliotangulia kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kawasifia kwa sifa nzuri, wafadhalahum ala sa'iri al-umam, bali Allah subhanahu wa ta'ala akawafadhilisha wema waliotangulia juu ya nyumati zilizotangulia
kuntum khayra umma, mmekuwa nyinyi ni umma bora, ukhrijat linnas, mliotolewa kwa watu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kwa sababu mnaamrisha mema na mnakatazana mabaya. Kwa wasifu huu Allah subhanahu wa ta'ala akawafadhilisha wema waliotangulia juu ya nyumati zilizotangulia, wa amarna biittiba'ihim, bali Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha sisi tuliokuja baada yao kuwafuate hao wema waliotangulia. Lianna fi ittiba'ihim, kwa sababu katika kuwafuata hawa wema waliotangulia ismatun min albid'i wadhalal, ni kinga, ni ngao ya kutokuingia katika bid'a, uzushi na upotevu. Ayuha almuslimuna ibadallah, wanazuoni wa Kiislamu wanataja mengi ambayo yatupelekea sisi tuwafuate wema waliotangulia, bali itoshe hawa wema waliotangulia ndio watu pekee waliotangaziwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ilhali bado wanatembea juu ya mgongo ardhi hii. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar, na wale wa mwanzo waliotangulia kuingia katika dini ya Allah tabaraka wa taala katika muhajirina na ansar, walladhina ittaba'uuhum biihsanin, na wale ambao watawafuata muhajirina na ansar biihsanin, kwa uzuri, hadwa alqudha bilqudha, wakawafuata hatua kwa hatua, radiyallahu anhum wa radu anhum. Hao muhajirina na ansar na wale ambao watawafuata kwa wema, Allah amewaridhia na wao kadhalik watamridhia Allah subhanahu wa ta'ala, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia pepo ipitayo chini yake mito. Akasema Allah, dhalika huwa al-fawz al-azim, huko ndiko kufuzu kulikuwa kukubwa. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa ushuhuda katika hii aya ya kwamba muhajirina na ansar ambao ndio wema waliotangulia wanaoingia katika msamiati huu wamefuzu ufauli uliokuwa mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah tabaraka wa ta'ala katika Qur'an anatuonesha sisi tuliokuja baada ya masahaba hatuwezi kupata ufaulu mbele yake subhanahu wa ta'ala isipokuwa pale tutakapopita katika njia yao, isipokuwa pale tutakapoamini mithili ya imani ya masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Kama wataamini mayahudi na manasara, kama wataamini watakaokuja baada ya nyinyi masahaba bimithli ma amantum bihi, kwa mfano wa imani mlioiamini nyinyi, faqad ihtadaw, watakuwa kwa hakika wameongoka. Allah subhanahu wa ta'ala anafungamanisha ufaulu wetu tuliokuja baada ya masahaba
ili tupate ufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima tuamini mithili ya imani ya masahaba. Na yeyote atakayekhalifu njia yao, akakhalifu itikadi yao masahaba, akaenda kinyume na imani waliokuwa nayo masahaba, atafeli na kuangamia mbele ya Allah tabaraka wa taala. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. na yeyote atakayemkhalifu bwana mtume alayhi salatu wassalam katika amri zake, min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kubainikiwa na elimu yenye manufaa, wayattabi ghaira sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Waumini kipindi aya hii inashuka ni masahaba wa bwana mtume alayhi salatu wassalam, na akafuata njia isiyokuwa ya masahaba katika ibada, katika aqida, katika miamala, katika da'wa, nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko alipoelekea, wa nuslihi jahannam, na siku ya kiyama tutakuja kumtupa katika moto jahannam, wa sa'at masira, na ni kubaya ulioje wa matukio hayo. Atatupwa katika moto jahannam kwa sababu amekhalifu njia ya wema waliotangulia ambao ni as-sahabatul kiram radiyallahu ta'ala anhum, kizazi pekee kilichoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kizazi pekee ambacho Allah anatuhimiza tukifuate, tupite katika njia yao ili tupate kufaulu mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajar fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Kwa hakika Allah amewaridhia waumini wa kisahaba, idh yubay'unaka tahta shajar, pale walipokupa kiapo cha utiifu chini ya mti, bai'atul ridwan, ambaye Jabir bin Abdullah al-Ansari ni miongoni mwa masahaba waliokuwepo katika kiapo hicho cha utiifu, kama alivyotaja Imam al-Bukhari radiyallahu ta'ala anhu. Anasema Jabir, kunna يوم الحديبية 1400 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. anasema Jabir, tulikuwepo sisi masahaba siku ya sulhul Hudaybiyah, masahaba 1400. akatuambia sisi bwana mtume alayhi salatu wasalam, antumul yawma khairu ahli al-ard, nyinyi leo hii ndio bora ya watu wote wa ardhi hii. La kana wala yakun, haikuwa wala haitakuwa wakaja wabora wenye fadhila kushinda masahaba wa bwana mtume alayhi salatu wasalam, kama alivyosema Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Na hawa sahaba ndio waliokuwa wa kweli katika kuipigania na kuinusuru dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, mpaka Allah akawazaki katika Qur'ani ya kwamba walikuwa ni wa kweli katika kuipigania dini ya Allah na kumnusuru bwana mtume alayhi salatu wasalam, mpaka wakawa tayari as-sahaba kupoteza maisha yao, kuacha familia zao, kuacha watoto wao ilhali ni yatima, katika hali ya kupigania dini, katika hali ya kumnusuru bwana mtume alayhi salatu wasalam. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أعجبوا للفقراء كما يسمى الإمام محمد بن علي الصنعاني الشوكاني ثم اليماني رحمه الله تعالى. واستعجبوني فقراء ومهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم waliotolewa katika miji yao wakaatanishwa na familia zao, waliacha ad-diyar, waliacha al-ahl, waliacha miji yao, waliacha familia zao, waliacha mali zao. Kwa ajili gani? Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Wameacha yote hayo katika hali ya kutafuta radhi na fadla kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema ulaika humu sadiqun, hao muhajirin waliokuwa tayari kuacha miji yao, kuacha familia zao, kuacha mali zao katika hali ya kuipigania dini. Wayansuruna Allah wa rasula, na wanamnusuru Allah na mtume wake. Ulaika humu sadiqun, hao ndio wa kweli katika kuipigania dini, katika kumnusuru Rasul alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. الصحابة الكرام شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameushuhudia kwa khairi pale aliposema katika hadithi, khairun nas qarni, bora ya watu ni karne yangu. Karne yake na masahaba bora aliyokusudia Mtume alayhi salatu wasallam, bora ya ibada zao, bora ya aqida zao, bora ya miamala yao, bora ya da'wa yao, ni watu pekee ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amewazaki. Bali masahaba wenyewe wanawahimiza wanafunzi wao kuwafuata sahabatul kiram na kujiweka mbali na yale ambayo hawakuyafanya as-sahabatul kiram. Anasema sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda, man kana mustannan falyastanna biman qad mat fa inna al-hayya la tu'manu alayhi al-fitna. ulaika ashabu Muhammadin kanu khayra hadhihi al-umma abarraha quluba wa a'maqaha ilman, qauman اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. yeyote anayetaka kuiga na kufuata basi ni awaige na afuate waliokufa waliotangulia mbele ya haki. fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna, kwani kwa hakika aliyekuwa hai haaminishi kutokamana na fitna. Leo hii aweza akawa yuko katika dini, yuko katika njia ya sawa, kesho akafitilika akaacha njia ya sawa. ulaika ashabu Muhammadin, hao waliotangulia mbele ya haki ambao yatupasa kuwafuata na kuwaiga ni masahaba wa bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Kanu khaira hadhihi umma, walikuwa ni bora ya watu katika umma huu, wenye mioyo safi, abarraha quluba, wenye mioyo safi, wa a'maqaha ilman, na waliokuwa na waliobobea zaidi katika ilmu. Qaumun, ni watu ambao ikhtarahumullah, aliyowateua Allah subhanahu wa ta'ala
lisuhbati nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa ajili ya kusuhubiana na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wa naqli dini, na kuinakili na kuinukuu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fatashabbahu bi akhlaqihim, jifananisheni nao katika tabia zao, wa taraifihim, na katika njia yao. Fa innahum kanu ala al-huda al-mustaqim, kwani kwa hakika wa sahaba walikuwa katika njia iliyonyoka. Ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada wa hasuna ulaika rafiqa. bali al-imam al-Lalaka'i katika usul i'tiqadi al-sunnah wal jamaa ananukuu maneno ya al-imam al-Awza'i rahimahullah ta'ala katika kuhimiza kufuata njia ya as-salaf wema waliotangulia. Anasema isbir nafsaka ala as-sunnah wa kif haythu waqafa al-qawm wa qul bima qalu wa kuffa amma kaffu wasluk sabila salafika as-salih fa innahu yasauka ma wasa'ahu. Isubirisha nafsi yako katika kufuata sunna. Wa kif haythu waqafa al-qawm, simama waliposimama masahaba katika hii dini ya Allah tabaraka wa taala, usivuke ukaenda kwingine ambao hawakwenda masahaba. Wa qul bima qalu, sema walioyasema masahaba, sema walioyaitakidi masahaba katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Usiitakidi imani kinyume na itikadi ya masahaba, usizungumze yale ambayo hayakuzungumzwa na masahaba. Kheri ipo katika kulazimiana na akida yao, kheri ipo katika kulazimiana na maneno yao na vitendo vyao kwa ujumla. Wakufa amma kafu, jizuia na yale ambayo walijizuia nayo masahaba. Usiyafanye yale ambayo hayakufanywa na wema wako waliotangulia. Wasluk sabila salafika salih, pita katika njia ya wema wako waliokutangulia as-sahaba. Wa man jaa ba'dahum fa innahu yasau kama wasau, kwani kwa hakika kufuata njia ya wema waliotangulia itakutosheleza na yale ambayo yaliwatosheleza wao. Kheri zote zipo katika kulazimiana na njia yao. Kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Kheri zote zipo katika kulazimiana na njia ya as-sahaba al-kiram, bali waliokuja nyuma hawawezi wakawa bora kushinda as-sahaba al-kiram, kama alivyosema Allama Kathir rahimahullah ta'ala. Wa amma ahlu sunnati wal jamaa fayaquluna fi kulli qawlin aw fi'lin lam yathbut 'an as-sahaba huwa bid'ah, li'annahu law kana khayran la sabaquna ilayhi, wa li'annahum lam yatruku khaslatan min khisal al-khayr illa wa qad badaru ilayhi. Amma ahlu sunnati wal jamaa wanalisemea kila neno na kila tendo ambalo halikuthibiti kwa masahaba katika hii dini ya Allah ya kwamba jambo hilo ni bid'a, li'annahu law kana khairan la sabaquna ilayhi, kwa sababu jambo hilo lingelikuwa ni kheri, lingekuwa ni bora, wangelitutangulia masahaba wa bwana mtume alayhi salatu wasalam. Wali'annahum, kwa sababu wao masahaba lam yatruku khaslatan min khisali alkhair, hawakuacha lolote katika mambo ya kheri, illa wa qad badaru ilayhi, illa walifanya haraka kuifanya jambo hilo. Aliyekuja nyuma hawezi akafanya bora kushinda lile ambalo alitanguliwa na wema wake waliotangulia. Na ndio maana wakawa wanatahadharisha kufanya ibada ambazo hazikufanywa na wema waliotangulia. Anasema Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu, kullu ibada lam yata'abbadha ashabu rasulillah fala tata'abbaduha, ibada yoyote ambayo haikufanywa na masahaba
wa Mtume alayhi salatu wassalam, dini leo hii msifanye. Kheri zote zipo katika kulazimiana na ibada zao. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu katika kuambia wanafunzi wa masahaba, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kubitum, fuateni yaliyokuja katika sharia wala msizushe yenu, kwani kwa hakika nyinyi mmetoshelezwa na wema waliotangulia. Ibada zote mnazozihitajia katika dini, ili kwa ibada hizo mpate ufaulu mbele ya Allah, mmeshatanguliwa na masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam. Umirna bil ittiba' wama umirna bil ibtida', tumeamrishwa tufuate wala hatukuamrishwa tuanzishe yetu. Kheri zipo katika kufuata wema waliotangulia, kwa kuwa wao ndio ambao waliambiwa if'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, fanyeni mtakayo, kwa hakika mimi nimeshakusameheni madhambi yenu. Wamesamehewa madhambi yao ilhali wanatembea juu ya mgongo wa ardhi hii. Kwani wajibu juu yetu kulazimiana na njia yao, na katika kulazimiana na njia yao ndiyo kufaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala, na katika